Allah tabaraka wa taala katika hadithi Qudus alipokuwa akielezea pale mwanzoni aliposema, man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb, yeyote atakayemfanyia uadui kipenzi changu mimi, huyo mtu nimemtangazia vita. Katika maelezo yaliyokuja katika hadithi hii Qudusi, Allah tabaraka wa taala akasema kwamba hajaacha kuwa mja wangu anajikurubisha kwangu kwa mambo ya faradhi mpaka mimi nitampenda, na kufanya mambo ya sunna pia mpaka ikafikia wakati daraja yake ikawa karibu zaidi. Na huyo mtu ikifikia wakati mimi nimempenda, nitakuwa ni sikio lake ambalo atakuwa anasikia kwa sikio hilo, hatosikia isipokuwa mambo ya kheri. Nitakuwa ni macho yake ambayo atakuwa anaona kwa macho hayo, hatotizama isipokuwa ya kheri. Nitakuwa ni mkono wake ambao anakamata kwa mkono huo, hatoshika isipokuwa ya kheri. Na nitakuwa ni mguu wake ambao anatembea kwa mguu huo, hatotembea isipokuwa kuelekea kwa yale ambayo ni ya kheri. Kisha Allah tabaraka wa taala akasema, na ikiwa ataniomba, wala in saalani la u'tiyanna, ikiwa atanyanyua mikono yake tu kuniomba, ya Allah, moja kwa moja nitajibu dua yake. Na ikiwa atanitaka kinga, nitamkinga mtu huyo. Ni nani? Ni yule ambaye mafungamano yake yamekuwa mazuri kati yake yeye na Mola wake tabaraka wa taala. Lakini kuna wakati pia mtu anaweza akawa ni mwema akamuomba Allah tabaraka wa taala dua, lakini asijibiwe, asione yale ambayo amemuomba Allah tabaraka wa taala yanahudhuria. Inakuwaje kwa mtu kama huyu? Mtume alayhi salatu wassalam anaelezea katika hadithi, anasema Allah tabaraka wa taala anamjibu mja wake dua kwa sampuli tatu, na hapa ndio itakuwa ukomo wa hutuba yetu. Sampuli ya kwanza ama aina ya kwanza ya ujibuji wa Allah tabaraka wa taala kwa mja wake yule ambaye anamuomba, pale atakapokuwa mja amejitakasa na njia zote za kujibiwa dua ziko wazi. Aina ya kwanza ya ujibuji wa Allah dua kwa mja wake ni Allah kumpatia kile ambacho amekiomba mja wake. Mja akaomba, ya Allah, naomba unipe mali nitoe katika njia ya Allah, naomba unipe kizazi chema, Allah, naomba unipe mke mwema, Allah, naomba unipe kadha wa kadha. Allah subhanahu wa ta'ala akamhudhurishia, akampatia yale ambayo ameyaomba, na mja akayaona haya. Hii ni aina ya kwanza ya ujibuji wa Allah tabaraka wa taala. Lakini aina ya pili, Mtume alayhi salatu wassalam anasema ni Allah tabaraka wa taala kumuondoshea mja wake. Anaweza asimpe kile ambacho amekiomba, lakini Allah kamuondoshea ovu, baya, tatizo, mfano wa dua yake ambayo ameiomba. Hii ni aina ya pili. Aina ya tatu na ya mwisho, Mtume alayhi salatu wassalam anasema ni Allah subhanahu wa ta'ala kumwekea maombi yake, kumwekea dua yake kile ambacho amekiomba huyu mja, kuja kumlipa siku ya Kiyama, wakati ambao watu wamesimamishwa baina ya Allah, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tamwambia mja wake, mja wangu, duniani uliniomba kadha na ukaniomba kadha na ukaniomba kadha, sijakupa kile ambacho umeniomba na wewe hujakiona, lakini mja wangu, dua yako nilikuhifadhia na leo nataka nikulipe. Siku ambayo kila mmoja atakuwa na